Raila Odinga kimeacha pengo kubwa katika ulingo wa siasa za Kenya. Zaidi ya urithi wake kama mwanamageuzi na kiongozi wa taifa, Raila alikuwa mlezi wa kisiasa ambaye ushawishi wake uliunda kizazi kizima cha viongozi. Lakini kufuatia kifo chake, mustakabali wa chama cha Orange Democratic Movement ODM na wale waliokuwa chini ya uongozi wake sasa uko kwenye njia panda. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo anaangazia hatima ya kile wachambuzi wanaita mayatima wa ODM. Kwa miongo kadhaa, Raila Amolo Odinga hakuwa tu kiongozi wa kisiasa, bali alikuwa mlezi wa viongozi. Kutoka Migori ambako alimgundua kijana mdogo Junet Mohamed na kumteua kuwa meya akiwa na umri wa miaka 24 tu, hadi Pwani ambako Hassan Joho alipanda kutoka kijana wa Kisauni hadi kuwa mbunge, gavana na sasa waziri kwa sababu ya malezi ya Raila. Na kule Kilifi, kupanda kwa Amason Kingi kutoka mbunge hadi gavana kulitokana na imani na mwongozo wa kisiasa wa Raila. Lakini hii leo, nguvu ya ODM bila Raila imesemekana kutia mashaka, na pamoja nayo, mustakabali wa wale waliotegemea ulinzi wake wa kisiasa. Miongoni mwa walio wazi zaidi kwa changamoto ni katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna, gavana wa Mombasa Abdul Samad Nasir, gavana wa Homa Bay Gladys Wanga na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed. Wengine ni mwenyekiti wa zamani wa chama cha ODM John Mbadi, gavana wa Siaya James Orengo, gavana wa Migori Ochilo Ayako na hata gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, ambaye jaribio la kuondolewa madarakani lilizimwa kimya na ushawishi wa Raila. ODM is a parasite that was actually getting its relevance and life from Raila Odinga. And as is with all parasites, once the host dies, the parasite dies. The Swahili have a saying that ukizoea uji wa mgonjwa, akipona unakufa, akikufa unakufa. Pia mwakilishi wa kike wa Nairobi Esther Passaris amejikuta kwenye mazingira magumu kisiasa. Licha ya uaminifu wake kwa Raila, hakuwahi kujijengea mtandao imara wa mashinani. Kwa kifo cha Raila, naye yuko hatarini kupoteza ushawishi wake ndani ya chama kinachotafuta mwelekeo mpya. But now that Raila is no longer there, ODM that we knew doesn't exist. So there's no future for ODM, whatever way you look at it. KANU is 65 years old today, but it's less than a CBO. No one talks about it. There was a party called PNU for Kibaki. It's not there. There was DP for Kibaki. No one talks about it. There was Jubilee at some point. It looked like a behemoth. It's not there. Lakini hali ya sintofahamu haishi hapo. Hivi karibuni Rais William Ruto alitangaza kwa ujasiri kwamba ODM itaunda serikali ijayo au itakuwa sehemu yake. Kauli ambayo imezua tetesi kuhusu uwezekano wa ushirikiano au hata muungano kati ya UDA na ODM. Kauli hiyo ya Rais Ruto imevuruga safu ya ODM, huku baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza wakiwemo Seneta Samson Cherargei wakimtaka Edwin Sifuna aachie wadhifa wake, wakimshutumu kwa kushikilia chama kinachokaribia kumezwa na serikali. Mchambuzi wa siasa Arnold Maliba anatafsiri matamshi ya Rais Ruto wakati wa mazishi ya Raila aliposema kuwa John Mbadi ana uwezo wa kushika usukani kama ishara ya imani. Our interest rates have come down and Kenya is now the 6th largest economy in the world, in Africa. This man, John Mbadi, anatosha ama atoshi? Si hata huyu Mbadi anatosha. That question has significance. That question was not just a quip. That question was anchored in a little bit of research. Maliba anadokeza kuwa Ruto anaweza hata kumteua Mbadi kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ishara ya mwelekeo mpya wa kisiasa. And as is, it's just a matter of time before Mbadi is actually put forward as the substantive party leader of ODM and William Ruto's running mate. But over and above, William Ruto does not have a party today. UDA is not a political party you can go to an election with. Kenyans hate that particular party with passion. Anatahadharisha kuwa mayatima wa kisiasa wa Raila watakumbwa na changamoto si haba, kwani mizani ya uaminifu na ushawishi itabadilika pakubwa. Wachambuzi wanasema kauli kama hizi zinaongeza mchanganyiko miongoni mwa wafuasi wa ODM.
wengi wao wakiwa hawajui ikiwa chama bado kipo upande wa upinzani au kinakaribia kujiunga na serikali. He needs to form a coalition. Remember, UDA was a new party and Mount Kenya voted for UDA en masse. So President Ruto has the capacity to, is the only politician other than Baba, the late, who's been able to go to another region and become its kingpin. He went to Mount Kenya, became its kingpin. He's coming to Nyanza. Does he have the capacity to be the Nyanza kingpin? Yes, he does. Again, without Raila Odinga, there is no likelihood that ODM will have influence beyond Luo Nyanza. If it has to have influence beyond Luo Nyanza, it will have to have a very strong personality to be in charge, and that will depend on how the President William Ruto is going to deal with the ODM. Bila mkono dhabiti wa Raila kuongoza, ODM imo hatarini kupoteza misingi yake ya kiitikadi na wafuasi waaminifu, hasa katika maeneo ya Nyanza, Pwani na Magharibi. Athari katika ngome za ODM zinajumuisha ukosefu wa mwongozo wa mashinani, hatari ya wanachama kuondoka chamani, migogoro ya uongozi wa ndani na mgogoro wa utambulisho baada ya Raila kuaga. ODM sasa inakabiliwa na jaribio kubwa la iwapo itaweza kuendelea kuishi bila mvuto wa Raila au itamezwa na wimbi la kisiasa. Kwa mayatima wa ODM, kifo cha baba yao wa kisiasa kinaweza kuwa mwisho wa uchungu au mwanzo wa kujirekebisha upya. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tuangazie mengine.